Bungeni jijini Dodoma, mteule wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Mwigulu Nchemba amewaonya kwa nguvu watumishi wa umma kuwa lazima wafanye kazi kwa uadilifu, bidii na heshima kwa wananchi. Akizungumza mara baada ya kuthibitishwa na Bunge kushika wadhifa huo, Dkt. Mwigulu Nchemba amesema hakuna nafasi kwa wazembe, wavivu, wanaojishughulisha na rushwa au wenye lugha mbaya kwa wananchi. Akisisitiza hatua kali zitatumika kuhakikisha utumishi wa umma unazingatia maadili na uwajibikaji. Kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa, na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma, nitakuja na fiekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa Rais, ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amewaahidi wa Tanzania lazima zitekelezwe. Aidha, Dkt. Mwigulu amewataka Watanzania kuendelea kuwa na imani, mshikamano na kumtanguliza Mungu katika kila jambo, akisisitiza kuwa mafanikio ya taifa yanategemea amani na umoja. Nitoe rai kwa Watanzania wote, tuwe na wajibu wa kuhakikisha kwamba nchi yetu ni ya amani. Tumtangulize Mungu hata kwa yale tunayoona ni magumu, ili tuweze kuhakikisha kwamba Mungu anatusaidia kupata ufumbuzi wake, kwa sababu kwake yote ni mepesi. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limemthibitisha Dkt. Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu kwa kura 369 za ndio kati ya kura 371 zilizopigwa. Hakukuwa na kura za hapana, huku kura 2 zikiwa zimeharibika. Uthibitisho huu unafuatiwa uteuzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, aliyemchagua Dkt. Mwigulu kuwa waziri mkuu baada ya huduma yake kama waziri wa fedha na mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi, mkoa wa Singida. Dkt. Mwigulu ameeleza kuwa serikali yake itahakikisha kila Mtanzania anasikilizwa kwa heshima na nidhamu katika ofisi zote za umma. Kila aliye Mtanzania, hii nchi ni yake. Watanzania wote watasikilizwa kwa nidhamu katika ofisi za umma. Watasikilizwa kwa nidhamu katika ofisi za umma. Tukio la uthibitisho limefanyika baada ya mpambe na mshauri wa masuala ya kijeshi wa Rais, Brigedia Jenerali Nyamburi Mashauri, kuwasilisha hati ya uteuzi katika bahasha kisha kufunguliwa na Spika wa Bunge Mheshimiwa Musa Azan Zongo, ambaye amewasomea wabunge. Baada ya hapo, wabunge walimpigia kura Dkt. Mwigulu Nchemba kuthibitishwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, siku ya kesho Ijumaa tarehe 14 Novemba 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan atafungua rasmi Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuhutubia wananchi kupitia bunge hilo. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Joseph Isangura, Media Wire Express.